Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Ongera ya nini ya kufungwa? Asante. Leo unaonekana kama mlizidiwa kidogo King. Ndio kaida ya mchezo kwa sababu kuna kushinda na kufungwa na kudraw. Leo kweli tulizidiwa. Inaonekana kabisa maandalizi yakuwa mazuri kwa upande wenu Kings. Unaweza wakawa umejiandaa unavyotakiwa kujiandaa, lakini wengine wakakuzidi kimchezo kwa sababu mchezo wa mpira una mistakes. Sasa panapotokea mistakes, hata kama umejiandaa vipi unafungwa, unaweza ukashinda. Ndio kilichotokea. Tumejipangaje sasa na mechi inayofuata? Ni kushinda tu. Yes, Mfalme. Watu wanajiuliza timu takriban 3 ziko chini yako. Je, utacheza kwenye hizo timu zote? Timu gani ziko chini? Kuna hiyo Stanbic, kuna King Music. Mfalme. Stanbic ni washirika kama washirika wengine. Kings Music pia ni lebo yangu, lakini sichezei Kings Music. Mimi na vijana wangu wako Kings. Mimi siko Kings. Mimi nimeingiza timu yangu ya Crown Media na kama mlivyoona matokeo ndo haya. Kwa hivyo mimi nimeingiza timu hii moja. Nadhani mlizidiwa wapi leo? Kimchezo tu, ni mchezo kama nilivyosema mwanzo, mistakes zimetokea. Golikipa kama mlivyoona. Lakini in general ndio tuweze kuwapongeza Kombolela, wamecheza vizuri. Wamekuwa very compact. Moja ya nafasi ambayo tuliiona pale King, ulionekana umedondoka kabisa, ilikuwa ni penalty. Watu wengi wakaona laumu kwa hujuma. Unaonekana kama hujuma fulani. Ni hali ya kimpira. Kiukweli haikuwa foul. Haikuwa foul, nilikuwa najaribu kupata chance. Tuone refa anaweza katufavor, maana vile vitu ni vya kimpira tu. Yes. Okay, Ali, mmejipanga vipi sasa na mechi ambazo zinafuata, kwa sababu tukiangalia hata mwaka jana kidogo mliondoshwa mapema. Nataka tupanguke sasa, maana nishasema nimejipanga kufunga. Sema kama unataka nipanguke sawa, maana nishasema kwamba nimejipanga kwa ajili ya ushindi next match. Hakuna kitu kingine. Okay, Mfalme, kwenye michuano hii tunaonaga watu mbalimbali, lebo mbalimbali zinafika hapa, zinashiriki. Tunaona kina Harmonize hapa, kina Santos hapa. Hivi hii mbinu ya kuweka watu pamoja ulipata wapi? Ni mbinu gani ulitumia kubwa mno? Sio mbinu. Michezo ni furaha. Michezo ni afya. Michezo ni connection kubwa sana. Na wasanii tunawahitaji watu wenye makampuni, na makampuni yanawahitaji influencers. Ndio maana umeona nimekutanisha watu wote hapo katika hii Samia Cup ambayo tunamwenzi mama yetu kwa jina tu, lakini kiukweli tunataka kila mtu awe na furaha, awe na afya. Ni upendo tu kilichokuwepo, na ukiona kama kuna wasanii wanajiunga vile vile na wao pia wameamua tu kuparticipate katika hili kutokana na michezo ni furaha. Ali, tumeongea na Shimuibu, anasema Harmonize amekimbia. Wewe una lipi la kumwambia bwana Kodugo? Nadhani Harmonize ratiba zake zimembana. Ana project moja anaifanya, anashoot. Muda wa kuweza kuarrange timu nadhani amekosa. Hicho ndicho nilichokiona, lakini kiukweli alikuwa yuko tayari na aliniambia kakaangu mimi lazima niwepo, ila kwa sababu ya muda ule mbana wa kushoot nadhani ana project yake anafanya. Ali pia ni shabiki wa Simba. Tumekuwa na Simba kwa muda mrefu. Tayari joto limeshaanza kupanda kuelekea dabi. Kila mmoja anasema la kwake. Nataka kusikia wewe kama shabiki, lakini pia msanii ambaye huo kiperform pale, unalipa kusema kuelekea huko. Mimi nawatakia ushindi Simba. Nawatakia ushindi. Najua timu ipo. Timu wanayo. Mchezo ni kuwaiana tu. Mistakes tu ukiwa umezidhibiti katika mechi na unakuwa na focus na game, basi unaweza kupata matokeo mazuri. Kwa wewe unaamini ushindi huko? Naamini na watakia ushindi Simba. Sabini mwanasi. Nataka kusema kama una imani ya ushindi. Leo unatakia tu. Unataka nitabiri au? Unataka nitabiri? Mimi sio mtabiri. Ila nawatakia ushindi Simba. Dakika moja. Kuna swali lingine? Sisi tunashukuru kwa time yako. Asanteni sana kaka zangu. Bila kuja uwanjani na wenyewe sio wazuri, ni wenyewe na naomba maneno hayo tukumalize, mimi naondoka. Leo nimeroga kidogo kwa sababu yule nyoka wangu mkubwa kama mimi hayupo. Leo nimekuja na nyoka mdogo tu, nimemfungasha kwenye mbegi mle katika pemba begi basi. Alafu nimeangalia pia wao hawana vitu vingi na ndio maana tumebandika mbili, lakini msimu unaokuja kama tutaendelea kucheza nao basi tutawakalisha 5 bila. Lazima waombe
waijue kama hii ni timu ya Kombolela, haina masiara. Wasioni watu tunapokopoka vimeka pakajua labda mpira tuwezi. Jamani, kabumbu tunalijua na kabumbu tunaliputa. Hatuna masiara kwenye kabumbu. Kwa hiyo sisi fani zote tupo. Kwenye uigizaji tupo, kwenye kabumbu tupo. Yaani fani zimejaa katika familia ya Kombolela. Tutegemee nini msimu huu kutoka Kombolela? Mtegemee mabao tu. Yaani hapa ni mabao kwa kwenda mbele. Nyoka iko wapi? Leo sikuamua kumtoa nyoka. Nimeona bora nifanye makeki yangu ambayo ninajua mimi. Mbali na familia ya Kombolela. Sasa leo nimefanya makeki yangu uwanjani, lakini msimu unaokuja nitamwachia nyoka na kila mmoja hata muona. Yaani itakuwa ndio maana umeona ushindi umekuwa mkubwa kama ulivyoona ndugu yangu. Hofu ya kucheza na wenyeji au wenye mashindano ilikuwaje? Unacheza na mmiliki Alikiba. Hatukuwa na hofu kwa sababu tulijua tuna uhakika wa kushinda hii mechi. Na kama ulivyoona sio goli moja la kubahatisha nganga, maana yake ni uhakika kama ulivyoona. Wajipange na wengine wanaokuja, sisi hatufanyi masiala, tunafanya Bana poa baba. noma sana. Pila jingi. Hiyo ndio kauli mbiu. Magoli kapika nani magoli mawili haya? Maana kuna Kobe kati kuna mtu ana rasta. Au sababu na sisi watu wa zamani kama unamwona alikuwa captain wa Kameruni au sababu bana? Ndio tulikuwa tumemweka mtu katikati hapa. Na niliwaambia tuna watu ndani, sisi tuna Messi, tuna Gaucho, yani tuna kila mtu, yani tuna kila mtu kwenye football. Umeona? Watu umewaona. Asante sana. Nashukuru ndugu zangu.